kujikita hapo kwamba ametumia kifungu na nini, halafu na mwishoni anazungumzia habari kwa nini wasisitishe labda usajili wao, ambalo mimi naona kwanza, kama tukizungumzia kwenye muktadha wa utoaji wa haki, labda ingekuwa ni mahakama, mimi ukiniambia nijieleze kwa nini labda nisichukuliwe hatua labda za kuadhibiwa au kufanya nini, kwangu mimi hiyo maana yake unataka kuniambia tayari una maamuzi nayo unasubiria tu kuyatamka, kwa maana kwamba mchakato ambao unaendelea ni mchakato tu wa kukamilisha ratiba, lakini kimsingi wewe tayari una maamuzi ambayo umekuja kuyafanya. Kwa mimi nitegemea msajili angesema tu chama kieleze kwa nini labda kimekiuka 1, 2, 3, angeishia hapo. Sasa nini kitatokea baada ya kujieleza ni swala la sheria lingeenda, kwa sababu sheria pale imetaja na amenukuu vifungu vingi. Kwa mfano amenukuu pale, nimeona kifungu cha 47 nafikiri, kifungu cha 40 na kuna kifungu cha 45 lakini ukiangalia kifungu cha 45 ambayo amenukuu kinazungumzia adhabu ambayo inaweza kuwa ni adhabu ya pengine chama kulipa fine, kuna suspension, lakini sio makosa yake, na makosa yake ambayo anazungumzia, ambao pia nikaangalia uwezekano wa kuyathibitisha makosa hayo ambayo anazungumzia sio mambo marahisi hivyo, ni jambo ambalo ni gumu sana. Labda kama tumefika mahala haki na uhuru wa watu vimerahisishwa kwenye kiwango ambacho ni kama mtu ameshika kipepeo kwamba anaamua awe hai au ameshakufa. Kama tumefika level hiyo ni sawa, lakini vinginevyo kwa kweli ni kitu ambacho naona kabisa ni kitu ambacho hakikubaliki. Kwa hiyo nikiangalia hata hicho kifungu cha 45 ambacho anazungumzia, yani chama hiki kipewa hiyo fine ambayo anazungumzia kiwe kimekiuka masharti yake ya usajili wake. Sasa masharti yake ya usajili ilikuwa ni nini? Hiyo ni jambo la msingi. Kimekiuka nini? Halafu je, matamko ambayo yametolewa, je, haukuwa uhuru wa watu kuweza kukosoa? Lakini vile vile kama mtu ametoa matamko ambayo ni uchochezi kwa mfano, kwani hatuna sheria ya jinai hapa ambayo inahusu uchochezi? Kwa nini mtu asishtakiwe kwa ajili ya uchochezi kama kwetu tunaamini uchochezi? Kwa sababu hiyo sheria ipo. Tusifike mahala tukawa tumetengeneza mahakama nyingine mbadala, kwamba baada ya kumfikisha mtu kwenye mahakama za kawaida kwenye jambo ambalo tunafikiri ni uchochezi, labda tumefika mahala tumeona kwenye mahakama tutashindwa kuthibitisha, tunatafuta shortcut kwamba kuna shortcut hii, huyu hata kuwa na mlolongo mrefu, kwa sababu ni swala kuandikiana barua, hakuna mashahidi, hakuna kujitetea, barua ikishaandika tutafanya maamuzi, labda tumefika. Lakini mimi naona hoja nzima ya uchochezi ilitakiwa iende kwenye mahakama kama kuna swala la uchochezi. Kama unazungumzia swala la uvunjifu wa amani, testi yake ni nini? Haiwezi kama msajili wa vyama vya siasa. Ni kitu ambacho tutegemea watu wafikishwe mahakamani, hafu wakitiwa hatiani kwa kuchochea labda vurugu, labda kuvunja amani, then yale maamuzi yawe ndio ushahidi kwa msajili kujiridhisha kwamba na hawa watu wametenda hili kosa, alafu baada hapo wanaweza kuchukuliwa hatua ambazo zinatakiwa. Kwa mimi naona nikiangalia naona bado kuna changamoto ambayo ni kubwa sana. Lakini vile vile ukiangalia kifungu, kwa sababu wenyewe wamenukuu specifically, wametaja tu kifungu cha 45 ambao pia ni uandishi mbovu kwenye barua unavyotaka kumwandika, sababu hii ni kama hati ya mashtaka, is a charge kwenye chama cha siasa imeenda. Charge yoyote lazima iwe specific kwamba huyu mtu umemshtaki kwenye kifungu kipi specifically, kwa sababu 45 kwa mfano ina 45(1) na ina 45(2). 45(1) inazungumzia kama mtu kiongozi amekiuka taratibu, inamhusu hiyo. Lakini 2 inazungumzia kama chama ndio kimefanya makosa. Yeye ameweka 45. Sasa 45 ipi ambayo inazungumziwa? Kwa sababu hata implication na adhabu zake na kila kitu kimetofautiana, havifanani. Kwenye 45(1) kama kiongozi amekiuka ya makosa, ametiwa hatiani, anaweza kwa muda fulani akapewa adhabu yeye kuwa suspended kwenye kufanya shughuli za kisiasa, wakati wa chama kaendelea kufanya shughuli zake. Wakati kwenye 45(2) kama makosa ni ya chama, na ndio ile hoja yangu ya kwanza ya kuattribute kwamba je, makosa yabebeshwe chama au yabakie kwa mtu. Kwa hiyo ukijibu kama hiyo umebebesha chama kwa maana ni attributable kwenye chama cha siasa, then 45(2) ingehusika na taratibu zake zipi. Sasa ukiweka hivi kwa jumla maana yake inamnyima nafasi anayetuhumiwa kufanya utetezi ambao ni effective, kwa sababu hapa atajitetea, atasema nini? Je, anajitetea dhidi ya chama, anajitetea dhidi ya kiongozi, mtu ambaye labda anatuhumiwa kufanya hilo kosa? Sasa hii ni kitu ambacho kwa msomi wa sheria ambaye anaandika hii nitegemea very specific baada ya kuandika vitu ambavyo ni vya jumla hivi. Kwa naona ni mambo ambayo ni ya hovyo. Lakini nikienda hata ile ameanzia na kifungu vile vile cha 9. Kifungu cha 9 cha sheria ya vyama vya siasa
Nikisoma kile kifungu chenyewe kinasema tu kwamba chama cha siasa kitakuwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya Zanzibar pamoja na sheria zingine za nchi. Ndio kitu ambacho amezungumzia. Na hicho kifungu hakitoi hata adhabu sijui na nini, imekaa hivyo. Sasa najiuliza, kwangu mimi nikiangalia sioni kama kuna katiba ya Tanzania ambayo imekiukwa, kwa sababu mimi ninachoona hivi ni vitu ambavyo ni uhuru tu wa watu kutoa maoni. Lakini vile vile ukitaka kusema bwana alichokifanya ni uchochezi, unakiuka ibara ya 13(6) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inahusu presumption of innocence, kwamba mtu yote hata hesabiwa kwamba mkosaji mpaka mahakama ithibitishe. So ukisema nimefanya uchochezi hapo ni kosa la jinai, utaniambiaje nimetenda kosa la jinai wakati mahakama haijathibitisha bado? Kwa hiyo unaona kabisa hiyo ni ukiukaji wa ibara ya 13(6) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kimsingi mpaka sasa chama mimi naona kimetoa, wale viongozi wametoa maoni yao. Sasa whether maoni ni uchochezi au la, hilo ni jambo ambalo litakuwa liende kwenye vyombo vyenye uwezo wa kutafsiri kwamba je, hichi kitu kinaenda kwenye uchochezi au kinaenda kwenye jambo jingine. Msajili hawezi akawa chombo hicho. Na hata nikiangalia kama hata charge imeandikwa kwa hivyo ya jumla, huyu sioni kama na uwezo, ana machineries na capacity ya kuweza kutoa tafsiri ambayo itatenda haki kwa vyama vya siasa na wadau wake wengine ambao wapo kwenye vyama vya siasa, kwa maana ya wanachama na viongozi. Kwa hiyo sioni, kwangu mimi naiona hiyo ni kitu ambacho ni changamoto. Kwa hiyo sijaona kitendo cha ukiukaji wa sheria, na wala kwa sababu hicho kifungu vile vile kinataja kuhusu kukiuka misingi ya demokrasia. Mimi nafikiri kutoa maoni na kujieleza na kukosoa ndio demokrasia yenyewe. Kwa kimsingi naweza nikasema wale viongozi waliotoa wametumia demokrasia yao, lakini wanazungumzia vile vile kuhusu good governance, kwamba chama kihakikisha kinazingatia utawala wa sheria, good governance au utawala bora. Sasa kama kuna watu ambao wanakosoa hawajaridhika mfumo wa uchaguzi ulivyoenda na vitu vingine vya kiserikali, sasa wakikosoa si hawa manake wanatengeneza accountability. Sasa ukisimamia uwajibikaji si ndio good governance ambayo tunaizungumzia. Kwa to me naiona hawa wamekwenda vizuri kabisa na matakwa ya kifungu cha 9 kifungu kidogo cha pili cha hii sheria. Kwa hiyo naiona mimi sijaona kama kuna tatizo. Lakini vile vile amerejea kifungu cha 7. Kifungu cha 7 cha sheria ya vyama vya siasa. Kifungu cha 7 hiki ambao akizungumzia sijajua anataka kuachieve nini pia. Kwa sababu kifungu cha 7 kinazungumzia msajili wa vyama ana mamlaka ya kuhitaji kupatiwa taarifa yoyote ambayo inahusu labda uendeshaji wa chama na nini. Kwa kinyimwa linakuwa ni kosa kwa mujibu wa kifungu cha 7. Na kifungu cha 7 kina vifungu vidogo vidogo ambavyo pale na makosa yameainishwa tofauti. Sasa je, alikuwa anamaanisha 7 ipi? Kwa sababu itakuwa pia specific aseme kwenye 7(1), 7(2) au 7(3) au 7 ngapi. Na aseme je kuna taarifa amenyimwa. Kwa kama hajanyimwa maana yake hiki ni kifungu ambacho ni kama tu mtu alikuwa na template ya vifungu akaamua kuandika, kwa sababu otherwise kama ingekuwa ni mtu ambaye amekaa amefikiria vizuri nisingetegemea kuona hayo hapo. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ninaweza kuzungumza. Lakini jambo ambalo nisipolizungumza nitakuwa sijajitendea haki pia. Najaribu kujiuliza kwa nini kumekuwa na double standard kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Na huu umekuwa ni ugonjwa ambao ni wa kudumu toka kipindi cha wasajili waliopita. Kwa mfano kipindi cha mheshimiwa marehemu Jaji Tendwa, kipindi kile nakumbuka Daudi Mwangosi ameuawa, aliye mtu wa kwanza kutoa tamko la kulani Chadema alikuwa ni msajili wa vyama vya siasa, kwamba tayari ameshawahukumu, tayari ameshawalani. Lakini baadaye Tume ya Utawala Bora na Haki za Binadamu ilivyochunguza ikatoa ripoti kwamba nafikiri marehemu sasa Kamuhanda ambaye alikuwa ni mkuu wa polisi wa Iringa, ikaonekana yule ndio alitoa maelekezo, walikosea pamoja jeshi la polisi ndio wenye makosa. Chadema walikuwa wanafanya shughuli zao, walikuwa wanazuiwa kufanya shughuli zao halali na wamefuata taratibu zote, wametoa taarifa na kila kitu. Kwa walikuwa wananyimwa, wale ndio ambao wamefanya kosa. Lakini tayari msajili alishajitokeza na kufanya maamuzi hapo. Lakini kingine, mimi najua kuna vitu vingi ambavyo vimefanywa na Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala kwa sasa katika nchi hii. Makosa mengi ambayo hata kipofu ameyaona. Msajili hajawahi kuwa na ujasiri wa kusema lolote juu ya CCM. Sasa unajiuliza msajili kwa nini inapofanya CCM vitu hivyo hawezi kuwa na ujasiri, lakini ikifanya Chadema msajili hawezi akavumilia hata nusu saa, anajitokeza na barua nayo tayari ameshaiandika. Yaani mpaka unaweza kufikiri labda anakuwa na template anazo kwamba anajaza majina zinakuwepo pale. Ni vitu ambavyo vinafikirisha sana. Labda nitatolea mfano mmoja. Najua kuna mmoja kiongozi wa CCM
alizungumzia kwamba watu ambao wanampinga mama, kwa maana Mheshimiwa Rais, alisema hao watu ambao wanaendelea kwenye mitandao ya kijamii kumsema mama, polisi wakipotea hata msiwatafute, mtu wache sisi. Hiyo ni kauli very serious, na tunazungumza kwenye mazingira ambayo watu wanapotea, wanatekwa kwenye nchi hii, lakini msajili wa vyama yupo. Hiyo atasema hakuiona kwenye social media, na amefanya vile vile na Odemba mahojiano kuhusiana hiyo kitu, mpaka yule jamaa akaja akakira kwa sababu bwana, hiyo kitu sikumaanisha hivyo, lakini niombe radhi kwa sababu ilieleweka vibaya. Amejaribu kuzungumza juzi, miezi mingi msajili hajawahi kumtafuta yule mtu aliyesema, wala Chama cha Mapinduzi kuona tayari kinatumia vitisho kwa ajili ya kueneza siasa, haijai kuwa hoja. Lakini hii nyingine alivyoiona tu kwenye mtandao, unajiuliza mbona ameweza kuact mapema. Hiyo ni kitu ambacho unaweza kaangalia kwamba tuna msajili wa aina gani na yupo kwa ajili ya maslahi gani. Sasa hii uhitaji atakuwa na D2. Hata mtu ambaye hajui kusoma na kuandika akiangalia anagundua tayari mzani umeshaegemea upande gani. Nakumbuka kuna kiongozi mwingine wa siasa ambaye alizungumza kwamba hata uchaguzi kwa mfano mwaka 2020 akazungumza kwamba kuna watu wengi walipita kwa sababu tayari kuna mamlaka zingine ambazo zilitumika kuwezesha ile. Yaani ni mambo very serious. Tulitegemea Chama cha Mapinduzi kichukuliwa hatua kwa ajili ya hiyo. Hakuna mtu ambaye alichukuliwa hatua. Kuna clip iliwahi kupita hapa, moja ya askari polisi akiwa anazungumzia kwamba msio ukajua mnashinda na sisi tu mwaka anaonyesha bunduki kwamba sisi ndio tunawezesha hiyo. Sasa kama kuna chama kinashinda na huyu anajigamba kwamba na wao walikuwepo wameshiriki, jambo ambalo kinyume na sheria za nchi, msajili aliwahi kuchukua hatua gani? Hayo ni mambo ambayo unakuta ameshindwa kuyachukulia hatua zote. Lakini tumeangalia juzi, kuna kiongozi nimemsikia hapa amepata kuwa waziri, sitaki nimtaje jina kwa sababu tayari ipo ina circulate hiyo clip yake. Anasema mwaka 2015 wakati wa uchaguzi walienda wakakodi uwanja wa Jangwani ili kuzuia wengine wasifanye siasa. Ni mambo ambayo hapo yanazungumzwa, siri zinatoka hizi. Umesikia msajili akizungumza kwamba hii ni kinyume na kifungu cha 5 cha sheria ya vyama vya siasa. Hana uwezo wa kuzungumza kwa sababu hawa ndio watu ambao wamemwajiri, na kwa sababu ana uhuru, anajua siku nikiinua tu shingo yangu nikazungumza na hawa, ugali wa watoto umepotea. Kwa hiyo unakuta hawezi kuzungumza hapa, lakini anaendelea kuangalia wengine kwa sababu inaonekana hawa mkataba wake hautegemei uwepo wao kutokuwepo kwao. Kwa hiyo maana yake hawa wanadharurika kwa sababu hawana nafasi hiyo. Kwa anayeangaliwa ni yule aliyeshika upande wa mpini peke yake. Lakini tuna ofisi ya msajili ambayo kazi yake ni ya msingi sana, ni kwa ajili ya kukuza demokrasi, kukuza demokrasia ya vyama vingi kwa mujibu wa ibara ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatambulisha nchi kama ni nchi ya demokrasia ya vyama vingi. Sasa uwezo ukawa na nchi ya aina hiyo kama una msajili ambaye kazi yake ni kwa ajili ya kunyonga wengine wasizungumze. Ni kama vile kwenye mashindano kazi yake ni kufunga kamba miguu yote, halafu kuruhusu watu washindane, halafu mmoja hajafungwa kamba na kimbia, wengine unasema wakimbia wakiwa wamefungwa. Hivi ni vitu ambavyo kwa kweli katika nchi yetu ambayo tena tumetoka kwenye kipindi ambacho ni kigumu, leo tunazungumzia kuhusu kuingia kwenye maridhiano katika taifa hili. Halafu wakati tunaelekea maridhiano, tuna ofisi ambayo inataka kuleta tatizo jingine katika nchi hii. Mimi nasema Mheshimiwa Rais anasikiliza hili jambo. Mimi ni muombe na nimshauri Mheshimiwa Rais asiruhusu ofisi ya vyama, msajili wa vyama vya siasa iendelee kutumika kwa namna ambavyo inatumika, kwa sababu tukiruhusu ikiendelea hii nchi hii kuna siku tuingie kwenye matatizo makubwa sana. Hatutaki yale ambayo tulipita tarehe 29, tarehe 30, tarehe 31 mpaka karibu tarehe 2, tarehe 3. Ili hali ambayo tumepita inatosha. Tunataka tuseme never again. Tusirudi kule. Sasa kwa hali ilivyo, unazungumzia chama ambacho kina wanachama zaidi ya milioni 8, milioni 7. Unazungumza tu kiwepesi kwamba mjieleze, vinginevyo niweze kuwafungia. Amefikiria repercussion yake kwamba leo ukisema unawafungia chama chenye watu hivi na bado kuna watu ambao ni wafuasi ambao sio wanachama wapo pale ambao imani zao zipo kwenye chama hicho. Ukitaka kuchukua hizo hatua kiwepesi hivyo kiasi hicho, tumefikiria kwamba italeta madhara gani katika taifa? Tunataka tuliingize taifa kwenye moto, tuingie tena kule ambako tumeshakataa, hatuhitaji kuja kurudi. Ni maridhiano gani ambayo tunategemea tuyajenge wakati tunazidi kutengeneza tatizo jingine? Tunazungumzia kwenda kutengeneza katiba mpya. Tuanze kutengeneza katiba mpya kwenye mazingira haya ambayo tumeanza